Shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Balozi Ahmad Angemera, waheshimiwa viongozi wa dini, serikali na taasisi mliojaliwa kuhudhuria hafla hii kwa nyadhifa zenu, waheshimiwa wageni waalikwa na wazazi wa wahitimu, waheshimiwa walimu, wafanyakazi na wanafunzi wa Catholic Islamic Seminary, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunamshukuru Allah kwa wingi wa shukrani kwa kuweza kufikia siku hii na kujumuika pamoja kwa kufanya hafla hii ikiwa ni sehemu mojawapo ya kumshukuru Allah. Pili, tunakushukuru wewe shukrani za dhati kwa kupata mwaliko wetu na kubali kuwa mgeni rasmi kwa ajili ya kazi maalum siku hii ya leo. Tatu, tunawashukuru waalikwa wetu kwa heshima kubwa mliotupa kushiriki nasi katika siku hii muhimu kwa vijana wetu. Nne, tunawashukuru wazazi kwa kutuamini na kutukabidhi watoto wenu nasi kuwa sehemu muhimu ya malezi kwa kipindi tata cha malezi kwa vijana wa umri huu. Tunamwomba Allah nyote kwa ujumla wenu awalipe kila la heri hapa duniani na huko akhera. Historia fupi ya Catholic Islamic Seminary. Ndugu mgeni rasmi, Catholic Islamic Seminary ni shule ya Kiislamu inayotoa masomo kwa ngazi ya sekondari kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Shule iko kijiji na kata Katoro, wilaya ya Bukoba, kwenye halmashauri ya Bukoba vijijini, mkoani Kagera, umbali wa kilomita 50 kutoka Bukoba manispaa. Shule hii ilisajiliwa mwaka 2004 kwa namba S1344 na Wizara ya Elimu na Utamaduni kama shule ya bweni na kutwa. Shule hii inamilikiwa na bodi ya wadhamini ya Madrasa al-Falahi al-Islamia Katoro, makao makuu Jeddah, Saudi Arabia, kupitia kwa mwasisi wake Alhaji Sheikh Mustafa Khalid wa Katoro Bukoba. Msaada huu ulikidhi ujenzi wa awali kwa majengo yaliyokidhi kuhudumia wanafunzi 240 kwa kutwa na kwa bweni wanafunzi 20 tu. Lakini kwa kianzio hicho, shule chini ya uongozi wa kipekee wa Alhaji Sheikh Mustafa Khalid na bodi yake, na kwa sasa huweza kuhudumia wanafunzi 800 kwa bweni kutoka wanafunzi 20. Kwa upande wa walimu, shule ina jumla ya walimu 30, ikiwa katika hawa wa kike 11 na wa kiume 19. Kwa upande wa taaluma, ni kuwa shule yetu kwa miaka yote huwa inafanya vizuri kwa kufaulisha wanafunzi wote, na wote huchaguliwa kuendelea na masomo. Hata wale wachache wasiochaguliwa na serikali huendelea kwenye vyuo binafsi, na kwa kuwa wote huwa na sifa stahiki. Mfano ni wahitimu wa mwaka, wanafunzi wote 102 walichaguliwa na serikali kujiunga kidato cha kwanza na vyuo vya kati. Matokeo yetu kwa ujumla ya mwaka 24 yalikuja rekodi ya matokeo yote ya nyuma. Uwiano wa matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2023 na mwaka 2024. Tutapeleka miaka yote miwili kwa wakati mmoja, kuanzia daraja la kwanza mpaka daraja 0. 2023 division 1 tulikuwa na 13, wakati mwaka 2024 tulikuwa na division 1 24. 2023 tulikuwa na division 2 59, na mwaka 2024 tulikuwa na division 2 58. Mwaka 2023 division 3 zilikuwa ni 16, wakati 2024 tulikuwa na division 3 10. Kwa upande wa division 4 mwaka 2023 tulikuwa na division 4 0 na 24 0, na hatuwahi kupata division 0. Kwa jumla tulikuwa tuna wanafunzi 88 mwaka 2023, wakati 2024 tulikuwa tuna wanafunzi 102. Sambamba na matokeo haya, tulifanikiwa kupata mtahiniwa wa kike aliyepata daraja la kwanza kwa alama 7 ya mwanafunzi wa kike. Pia wahitimu wetu watarajiwa wa mwaka huu kiujumla wanatupa matumaini makubwa, kwa kuwa matokeo yao ya mitihani miwili ya moko ni mazuri ukilinganisha na matokeo ya moko ya mwaka jana. Hapa ni uwiano wa matokeo ya moko ya form 4 2024 tukilinganisha na 2025. Kwa 2024 tulikuwa tuna division 1 3, lakini sasa hivi tumepata division 1 13.
tulikuwa na tuo 31, kwa sasa hivi zimepanda zimekuwa 32. Division 3 zilikuwa 34, sasa hivi ziko 26. Alafu zilikuwa 24, sasa hivi tunazo 5. Hakuna sufuri. Wanafunzi jumla tulikuwa nao 92 mwaka huo, lakini mwaka huo wako 76. Pata daraja la kwanza chini ya alama 10 inshallah. Pia ili kupandisha taaluma, huwa tunatoa motisha kwa wanafunzi na walimu wanaofanya vizuri. Ikifika kwa mwaka huu, orodha ya wanaostahili kupokea motisha imeambatanishwa, na tunakuomba mgeni rasmi ikifika ratiba wakabidhi zawadi hiyo. Kwa upande wa walimu, tayari tumeshapokea zawadi zao mapema mwanzoni mwa mwaka huu, lakini tunatarajia tutawataja ili kuwatambulisha kwa wazazi. Namba C ni mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa shule hii ni mahafali ya 2020. Ndani ya kipindi hiki shule imefanikiwa katika mawanda mengi, ikiwa ni pamoja na yafuatayo. Namba 1 ni kutekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya shule ya elimu ni mwanga. Namba 2 ni kutekeleza kwa vitendo lengo mama la Catholic Islamic Seminary, ambalo ni kuandaa vijana wa Kiislamu kwa kuwapa elimu sahihi na mbinu mbalimbali za kuishi katika jamii mchanganyiko zitakazowezesha kuwa na maadili mema ili kuweza kusimamisha uhalifu wa Allah. Nitarudia kidogo hapo. Namba 2, tumeweza kutekeleza kwa vitendo lengo mama la Catholic Islamic Seminary, ambao ni kuandaa vijana wa Kiislamu kwa kuwapa elimu sahihi na mbinu mbalimbali za kuishi katika jamii mchanganyiko zitakazowezesha kuwa na maadili mema ili kuweza kusimamisha uhalifu wa Allah. Namba 3, tumeweza kuwakomboa vijana wa Kiislamu katika nyanja zote za ukombozi ambazo ni elimu, siasa, uchumi pamoja na utamaduni. Hii, ndugu mgeni rasmi, ni kipengele cha changamoto. Pamoja na mafanikio hayo hapo juu, kiujumla uendeshaji wa shule hauwezi kukosa changamoto. Changamoto kubwa tumekuwa tukitatua mwaka hadi mwaka, na tumebakiza changamoto chache ambazo ni kama vile baadhi ya wazazi kuchelewesha ulipaji wa ada, baadhi ya wazazi kuchelewesha watoto kuripoti bila kuwa na sababu za msingi wanapokuwa wanatoka likizo, baadhi ya wazazi kutopitia kwa makini taarifa za watoto wao za kitaaluma, na mwisho ni udogo wa ukumbi wa wanafunzi, hasa wakati wa kupata chakula. Hii ni shukrani. Tunaishukuru serikali kupitia Wizara ya Elimu kwa mpango wake wa kuboresha mitaala ya elimu kwa kuingiza mtaala wa amali ambao utasaidia kupunguza changamoto kadhaa hasa za kitaaluma, na hususan kwa wanafunzi ambao walishalishana yamini tangu wakiwa shule za msingi kuhakikisha wanayaona masomo ya sayansi hasa mathematics na physics kuwa ni maadui, kwani mwanafunzi hata lazimishwa kusoma mtaala wa jumla kama hawezi, na badala yake atajikita zaidi kwenye mtaala wa elimu ya amali. Nadhani concept hii kidogo ni mpya kwa wazazi, kwa hiyo nadhani ni vizuri kuipata vyema, kusikiza vyema. Shule tunapokea maboresho haya kwa mtazamo chanya. Tunawahakikishia wazazi kuwa tutaendelea kujipanga na tutautekeleza mtaala huu hatua kwa hatua, kwani mpango huu unahitaji gharama za ziada na tusingependa kuwabebesha mzigo huu wazazi bila kuwa na maandalizi, lakini tunawaomba watupe muda. Insha Allah huu mpango tutautekeleza. Mwisho ni hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, tunahitimisha risala hii kwa shukrani tena kwako na kwa hadhira, tukimwomba Allah afanyie wepesi katika shughuli zenu na mrejeapo majumbani msafiri na kufika salama. Pia tunakuombeni tuunge mkono kwa hali na mali kwa kuzidi kuleta watoto wenu, kwani bila watoto juhudi zetu zitakuwa hazina maana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.